Mheshimiwa Makamu wa Rais, awali yote naomba niungane na wasemaji walionitangulia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Napenda pia kutumia nafasi hii kukushukuru wewe binafsi kwa heshima kubwa uliotupa kwa kukubali kuja kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu na adhimu ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa campus ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Bukoba. Tunatambua majukumu mengi ulionayo kitaifa na kimataifa, lakini umeweza kutenga muda na kujumuika nasi. Hili tunalithamini sana. Mimi binafsi na jumuiya nzima ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumefurahi na kufarijika sana kwa moyo wako wa upendo ulioonyesha kwetu. Kuwepo kwako ni uthibitisho wa dhamira ya dhati yako wewe binafsi na ya serikali ya awamu ya 6 ya kuimarisha na kuendeleza elimu ya juu hapa nchini. Vile vile tunatoa shukrani kwa dhati kwa viongozi wa mkoa wa Kagera wakiongozwa na mkuu wa mkoa mahiri sana Hajat Fatuma Mwasa. Tunawashukuru kwa kutupokea vizuri, kwa ushirikiano wao na msaada wao uliotuwezesha kufikisha utekelezaji wa mradi hapa tulipofikia sasa. Bado tunakumbuka jinsi viongozi wa mkoa walivyotupokea tulipokuja mara ya kwanza. Nilipokuja mara ya kwanza hapa kutafuta ardhi ya ujenzi huu, mara wasajai na pale kwa nani anasema pale kwa Mshaija Mkuru usiguse, na pale je wanasema huko tena usiende, lakini hatimaye wakatupatia ardhi hii ambayo tunaanza nayo, ingawaje bado mahitaji ni makubwa kwa sababu chuo hiki kitaendelea kuwepo miaka mingi ijayo. Tujinyime sasa, tutoe ardhi ya kutosha ili miaka 50, 60 ijayo watu wasihangaike tena kutafuta ardhi. Lakini tunashukuru sana kwa ushirikiano na dhamira ya utayari wa kushirikiana na kusimamia. Pia tunashukuru sana halmashauri ya Bukoba vijijini. Tunashukuru sana kata ya Karabagaine, Asawa, na vijiji vya Itahwa na Kangabusharo. Tunawashukuru kwa ushirikiano wenu wa karibu. Mmekubali kutupatia ardhi, lakini pia mmekuwa mnashirikiana nasi vizuri sana mpaka tumepata mafanikio haya. Kwa hiyo hayo tunawashukuru. Lakini pia napenda kutoa shukrani kwa Benki ya Dunia. Ndio ametupatia hizi fedha zilizotuwezesha kujenga katika awamu hii. Lakini matumaini yetu, mahitaji bado ni makubwa. Matumaini yetu Mheshimiwa Makamu wa Rais, mtaendelea kuzungumza nao Benki ya Dunia ili watupe awamu ya pili ili tukamilishe ujenzi wa chuo hiki. Mimi na wenzangu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumefurahi sana kupata fursa hii ya kukutana na viongozi na wananchi wa mkoa wa Kagera siku ya leo. Tena tunakutana tukiwa na mioyo ya furaha, nyuso zilizopendeza na smile nzuri, lakini na matumaini makubwa ya kushuhudia tukio hili muhimu katika historia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na kwamba kwa maendeleo ya elimu ya juu nchini, chuo chetu kinazidi kujitanua na kuenea katika maeneo mengi nchini. Pia leo ni siku muhimu sana katika historia ya mkoa wa Kagera. Kama ujuavyo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, sifa ya mkoa huu ni kuwa na wasomi wengi. Naambiwa takribani kila mkoa, kama hakuna profesa katika kila kijiji, kama hakuna profesa, basi watakuwepo watu wenye PhD, watakuwepo watu wenye masters, na wenye shahada ya kwanza ndio usiseme, wamejaa kila mahali. Na jamaa na rafiki yangu mmoja kule Dar es Salaam, nilipokuja mara ya mwisho hapa nikutana na baba yake. Kwa jambo la kwanza alioniambia, yule kijana ana masters.
na dada yake sasa anasomea masters na ana mdogo wake yuko chuo kikuu cha UDOM anayosomea degree ya kwanza. Sasa huo ndio utambulisho wake. Wazee hawa wanajitambulisha kwa sifa ya watoto wanavyosoma. Lakini pamoja na sifa hiyo ya usomi, katika mkoa huu jambo limekuwa linawafadhaisha sana washomile wa mkoa huu wa Kagera, na ambalo walikuwa wanatamani kuwepo kwa chuo kikuu, lakini hakija kuwepo. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesikia kilio chenu na kuamua kujenga chuo kikuu hiki ambacho leo Mheshimiwa Makamu wa Rais, Msaidizi Mkuu wa Rais Dr. Emmanuel John Nchimbi ameweka jiwe la msingi. Kitendo cha leo ni mwanzo wa safari ya uhakika ya kuziba lile ombwe la mkoa huu wa wasomi kutokuwa na chuo kikuu cha uhakika. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kuna wakati mmoja walikuwa wanajaribu kujenga chuo kikuu kupitia nadhani kanisa la Kiluteri. Kulikuwa na Askofu Buberwa. Askofu Buberwa na mie tumesoma mwaka mmoja chuo kikuu. Kwa nikiwa rais akasema mtafanya fundraising na mimi nikasaidia. Sijui kama kile chuo kipo ama hakipo. Labda ujenzi unaendelea. Makamu wa Rais, kuwepo kwa kampasi hii ya Bukoba ni matokeo ya maono na maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Katika matayarisho ya utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi Tanzania, yani HEET, unaotekelezwa kwa mkopo wa masharti nafuu wa Benki ya Dunia, Mheshimiwa Rais aliagiza sehemu ya fedha vyuo vitakavyopewa zitumike kujenga campus katika mikoa ambayo haina vyuo vikuu vya serikali. Sisi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tulipewa jukumu hilo kwa mkoa wa Kagera na mkoa wa Lindi. Kazi ya ujenzi katika mikoa yote hiyo miwili imekushaanza, na leo Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru kwa kutupa heshima kubwa ya kuweka jiwe la msingi. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tutambue ukweli huo na tutoe shukrani maalum kwa rais wetu kwa moyo wake wa upendo kwa mkoa huu na kwa watu wa Kagera. Pengine kama asingetuagiza tuje huku, tungekwenda mkoa mwingine, lakini maagizo yake, nataka muende Kagera, muende na Lindi, kwa sababu najua huko hakuna vyuo vikuu vya serikali. Imeshaelezwa kampasi itasaidia kutanua wigo wa elimu ya juu kwa vijana wa Kitanzania, inaongeza fursa kwa mkoa huu wa Kagera na kwa nchi yetu kwa ujumla kupata elimu, kwa vijana wa nchi yetu kupata elimu ya juu. Pia kuwepo kwa chuo hiki kutakuwa kichocheo cha fursa za kiuchumi na uwekezaji hapa mkoani. Nimeambiwa bei ya viwanja na ardhi katika maeneo yanayozunguka chuo hiki sasa imepanda sana. Nilikuwa naangalia hizi nyumba mpya unazoziona hizi, tulipokuja wakati ule hazikuwepo hizi, lakini sasa hivi nimeona zimejaa tele. Ila tuangalie wasije wakachukua na wakamega na ardhi yetu, maana anaweza kumega na ardhi yetu hapa akasema hii ardhi ninayo hayati toka mwaka 58. Kwa hiyo nawaomba sana wana Bukoba, mchangamkie fursa hizo. Tunahitaji hostel, tunahitaji nyumba za wakufunzi wetu, tunahitaji nyumba za wanafunzi wetu na wafanyakazi wa chuo hiki. Ningependa kueleza pia kuwa chuo hiki kinaanza na mitaala iliyokwishaelezwa na makamu mkuu wa chuo, lakini matumaini yetu ni kwamba kinaanza leo. Matumaini yetu siku moja huko mbele ya safari chuo hiki kitakuwa ni chuo kikuu
kinachojitegemea, na ndio maana tunataka mtoe ardhi ya kutosha. Kama hamfahamu, lakini chuo kikuu cheo cha Muhimbili MUHAS na chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine Morogoro, zote zilikuwa ni kampasi za chuo kikuu cha Dar es Salaam. Leo Muhimbili ni chuo kikuu kinachojitegemea na SUA ya Morogoro ni chuo kikuu kinachojitegemea. Wala sisi hatutegemei chuo hiki kitaendelea kuwa kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam milele. Tutafanya kazi ya kukilea, itafika mahali tunasema sasa umeshakuwa, umetambaa, umesimama, umetembea, umekimbia, na sasa umekushapata mke, umeshapata mume, sasa shauri yako. Ndio maana tunataka ardhi kubwa zaidi ya hiyo. Kampasi hii mpya itakuwa na miundombinu ya kisasa kwa sababu tunaijenga sasa, lazima ifanane na wakati wa sasa. Majengo ya madarasa, kumbi za mihadhara, maabara ya tehama, maktaba, mabweni ya wanafunzi, yote yatajengwa kisasa kwa kuzingatia viwango vya kimataifa. Zaidi ya hayo, tutaweka kipaumbele katika kuchukua makampasi itakuwa na mazingira mazuri, mazingira rafiki hata kwa wale ndugu zetu watakaokuwa na mahitaji maalum. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunalenga kutoa elimu ya kiwango cha juu sana, elimu ya kisasa kwa vijana wa Kitanzania watakaopitia hapa na wengine wa nchini maeneo mengine watakao kuja kusoma hapa. Tunataka kuona kijana anapohitimu hapa akisemekana kwamba ana degree ya business information technology, kwamba akienda popote pale wanasema naam, huyu ana BSc ya information technology ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Isiwe hapa ana BSc, akienda nchi jirani wanamuona kama ana diploma. Hiyo ndio msingi wetu tunaokuja hapa, na tunaanza sasa, tutafanya mambo yetu kisasa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mwenyekiti wa baraza ameshahidi, na mimi kazi yangu ni kuwasimamia hawa. Tutahakikisha kwamba rasilimali zinatumika kwa uangalifu na kwa makusudio yaliyopangwa. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.